Kithure Kindiki, naibu rais wa William Ruto, alilazimika kuondoka kaunti ya Meru na town ya Meru baada ya wananchi kumzomea huku wakimuimbia one term. Imagine, hapa ndiko Kindiki anaita nyumbani, eti kwamba Mount Kenya East. Huwa anasema kwamba Mount Kenya East, Tharaka Nithi, Meru, Embu, William Ruto atapata kura nyingi sana. Lakini hiyo Tharaka Nithi, Embu, Meru ndipo anaimbiwa one term. Juzi tu tuliweza kuunda kanda hapa nikakuonyesha jinsi ambavyo wananchi Tharaka Nithi walikuwa wanaandamana wakiwasha moto barabarani. Sasa imagine, cha kushangaza, Kindiki alikuwa Meru anazungumza na wananchi, akaamua aache gari lake mbali, atembee, asalimie watu Meru, asalimie watu Meru town, asalimie mama mboga, asalimie bodaboda. Hao mama mboga, hao vijana wana bodaboda wanamuimbia one term. Cha kushangaza, Kindiki amezingirwa na viongozi wa kaunti hiyo ya Meru na wabunge MCAs kutoka Mount Kenya East. Lakini wananchi hawaoni hao viongozi, hawaoni Kindiki, hawaoni maseneta, hawaoni hao viongozi, wanawaimbia one term. Ishara kwamba mwaka ujao uchaguzi mkuu hawatawachagua tena. Hii ni kaunti ya aliyekuwa gavana Kawira Mwangaza mwenye aliondolewa madarakani. Kindly, kipindi ambapo nitakuwekea hii video uweza kuitazama kwa urefu na mapana, ninakuomba kwa moyo mkunjufu piga subscription, bonyeza kengele, alafu like video. Ukilike video automatically utakuwa umesaidia hichi kituo kiweze kusonga mbele. Kindly fanya hivyo, angalia hii video. Ni kana kwamba wewe mpenzi mtazamaji urudi nyumbani kwako jioni, alafu watoto wako, familia yako inakuambia kwamba hapa hatukuhitaji. Kipindi ambapo Kindiki anaenda Mount Kenya East Meru, pale ni nyumbani kwake. Ila umesikia anaimbiwa haje? One term. Hatakikani. Wananchi hawamtaki. Ni ishara kwamba wewe urudi nyumbani, alafu naambiwa kwamba hapa hatukuhitaji. Na imagine hapo ni nyumbani kwako, pale ambapo unajivunia kwa wazee wenzako, unasema pale ni nyumbani kwangu, unafukuzwa. Aibu ilioje! Katika kanda hii naomba niweze kukuchanganulia sababu kadhaa ambazo zimefanya wananchi wanamuimbia Kindiki one term. Kindly subscribe
na like video. Hiyo ndio njia moja ya kuweza kupromote hichi kituo. Namba moja, kabla hatujasonga mbele, wananchi wamekasirika sana baada ya kugundua kwamba serikali kuu ndio iliweza kuinfluence ama iliweza kuchochea Kawira Mwangaza akaondolewa madarakani kupitia kwa njia ya impeachment. Kawira Mwangaza, mama aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru, aliondolewa madarakani. Imagine, yule mama aliwashinda wanaume kina Mithika Linturi, aliwashinda wanaume wengi akina Peter Munya kwenye uchaguzi uliopita waliokuwa na vyama. Huyu mama yeye alichaguliwa independent, lakini alikuwa impeached. Hata Mithika Linturi juzi tu alisema eti kwamba alitoboa, akaeleza kwamba Ikulu ndio ilichochea mpaka Kawira Mwangaza akaondolewa madarakani. Akaeleza kwamba walichanga pesa kuenda kuonga maseneta. Maseneta wakaongwa, walichanga zaidi ya milioni 127. Wakaenda wakaonga maseneta, wakamuondoa Kawira Mwangaza madarakani. Na nina imani kwamba hata mahakama iliweza kusikia hayo madai, waweze kumfungulia huyu mama arudi awafanyie wananchi kazi bana. Wa Meru hawawezi wakawa wanahangaisha watu hivi. Hata huyu ambaye ni gavana wa sasa hivi wa Meru mwenye alikuwa naibu gavana wa Kawira Mwangaza, ninaelezwa kwamba hata yeye aliweza kuchangia kulipa pesa ili Kawira Mwangaza aweze kuondolewa madarakani. Ni jambo la kusikitisha, na wananchi wamekwisha gundua kwamba serikali mpaka Kindiki yeye mwenyewe akiwa ndani walichangia Kawira Mwangaza akaondolewa madarakani. Alafu wanarudi nyumbani sasa, wanakuja kutembea tembea hapo Meru. Wanatembea kwa nini kipindi ambapo hawakuwa wanataka Kawira Mwangaza mwenye alichaguliwa na wananchi? So how much wa contribute bwana hata mutuma kwa governor wa contribute bwana hata Kawira kwingo twambiriria hai ndaibo muko atene nyeshima nambi yani ni hakuthanga ame ndeta I call my friends, we mobilized resources Mbecha I mobilized roughly resources Mbecha ngana zombo kwa the other 30 no group. No, I think I'm young. Ndetera chore abunge achore bakwa bonde na sio na to timana twadisi Mbecha milioni iganane. Yes, 100. we raise money no to Meru no to ndete theka. So Martin, so nte nando nengu hau so nago ndetere arume manto yo nde hathithika na uri kathuri muronge uri kathuri kana babwe kuinde kathuri thikirete umuri akamatira nkunia Mbecha yana nto twete tandwe neriko. Namba 2, wananchi wa Meru hawajaweza kupona kutokana na upuzi ambao William Ruto na Kithure Kindiki waliweza kufanyia Rigathi Gachagua kwa kumuondoa madarakani. Kipindi cha kampeni William Ruto aliweza kukula kiapo akisema kwamba hataweza kumtesa naibu wake, hataweza kumuondoa naibu wake madarakani. Gachagua hakumaliza hata miaka 3 akiwa naibu rais, aliondolewa kupitia kwa impeachment. Na wananchi wanaona kwamba William Ruto aliweza kuvunja ile ahadi ambayo aliweza kuwapea wananchi kwamba hataweza kumuondoa naibu wake madarakani, hataweza kumtesa naibu wake. Walichaguliwa na Gachagua, ila akaona sasa Gachagua hana maana akamuondoa madarakani, licha kwamba Gachagua aliweza kuchangia kwenye hii serikali kupata kura. Sasa baada ya Kindiki kuweza kupigiwa kelele, mpenzi mtazamaji, bloggers wa serikali wanasema kwamba Gachagua aliweza kununua watu waweza kumuimbia Kindiki one term.
jinsi ambavyo huyu Duncan Kibwage Makori anasema kwamba chaos in Meru as Gachagua hires people to chant one term to Kindiki. Huyu ni bloga wa serikali, anafanyia serikali kazi, anapigia William Ruto kampeni. Sasa kipindi ambapo anasema kwamba wale ambao waliweza kumuimbia Kindiki one term walikuwa wamelipwa. Je, wale ambao mbona hawajawahi tuambia wale ambao wanaenda kwenye mikutano ya William Ruto wanaenda kumuimbia two term? Mbona hawajawahi tuambia kwamba William Ruto anawalipa? Wacha niwaeleze hapa. Hakuna mtu ambaye aliweza kulipwa hapa kuweza kumuimbia Kithure Kindiki one term. Hakuna mtu mwenye aliweza kulipwa. Ground ni one term. Ila hii serikali inafikiri kwamba kila mtu mwenye anaimba one term huwa amelipwa. Ground ni one term. Na hicho ni kitu ambacho unapaswa kujua. Lakini huwa serikali inafikiri kwamba yeyote mwenye anaimba one term amelipwa. Number 3, ninafikiri kwamba serikali haina mwelekeo. There is what we call in English misplaced priorities. Unapata kwamba kuna kazi ambayo wananchi wanahitaji kuweza kufanyiwa kama maendeleo, mama mboga waweze kupewa mazingira bora ya kufanya biashara. Na mazingira bora ya kufanya biashara haimaanishi eti kwamba ni kuwatafutia customers, hapana. Kuteremusha ushuru, kuunda ajira kwa Wakenya ili wale ambao wamepewa ajira wapate pesa. Wakipata pesa wakuje kununua bidhaa kutoka kwa mama mboga. Hiyo ndio njia moja ya kupromote mama mboga na kupiga mama mboga jeki. Lakini hilo William Ruto hataki kulielewa. Hataki kufanyia wananchi kazi ile ambao wananchi wanataka. Ila hii serikali kitu ambayo wanafikiria ni kupiga kampeni left, right and center. Ndio. There is what we call misplaced priorities. Badala ya kuwafanyia wananchi kazi, wao wameenda kupiga kampeni ya two term. Na mwisho, ile eneo la Mlima Kenya lilikwisha amua kitambo kwamba wao wameondoka kwa serikali na hawatarudi kamwe. Hawataweza kurudi kwa sababu hawajaona maendeleo. Kwa sababu Wakikuyu wengi wanateswa na William Ruto, anawabomolea vibanda vyao vya kuuza mboga, kuuza nguo. Biashara nyingi za Wakikuyu ndizo zinaharibiwa, kama vile Gikomba, kama vile Marikiti Nairobi. Na mwisho, Meru wanapanda kitu ambacho kinaitwa miraa. Na hii serikali imeweza kuua soko la miraa. Kipindi ambapo wameweza kuua soko la miraa, wananchi wengi wanapanda miraa ili kufanya nini? Ili kulisha watoto wao, ili kulisha watoto wao, ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasomesha watoto wao. Lakini kipindi ambapo soko la miraa linaharibika, ni kana kwamba wameweza kuharibu michani chai ya watu wa Meru. Sijui wazo lako ni lipi, ila hii serikali inapaswa kujua ni one term.